Somo la Injili ya nyanjani. Nane, Injili na ponya. Yakobo wa 5 mstari 13 hadi 18. Utangulizi. Yesu alipokuwa akihubiri Injili, aliwaponya wagonjwa. Katika maudhui hayo, alionyesha chanzo cha ugonjwa, mbinu zisizo sahihi za kuponya na mpangilio wa kuponya. Ikiwa kuna mtu mgonjwa, mwambie waziwazi. Hii ni fursa ya kupata uzoefu kwamba Mungu yu hai. Hii ni fursa ya kukutana na Mungu aliye hai. Hadi sasa uliishi kwa kutegemea mwili, lakini mwili wako umefikia kikomo. Ni fursa ya kutambua ukweli kwamba Bwana yu hai na hakika yuko pamoja nawe. Unaweza kumwambia hivyo. Hospitality. Hii si hospitali tu, bali ni mahali pa wakati uliobarikiwa zaidi wa kumjua Mungu. Wakati ulilolala kitandani ni wakati wa kumkazia fikra Mungu pekee. Leo kukutana na Mungu wa kweli. Baadhi ya vikundi vinadai kwamba magonjwa yote yanatokana na pepo, na vikundi vingine vinadai sivyo. Hilo si jambo la kupigana, bali ni lazima kujua kanuni sahihi za kibiblia. Kiukweli, ugonjwa si kitu kilichotolewa na Mungu. Ni wazi kwamba ulitokana na Shetani aliyemuangusha mwanadamu kupitia kutotii katika Mwanzo wa 3. Kwa mtazamo huo, inaweza kuwa sahihi kusema kwamba magonjwa yote yanatokana na pepo. Ni kweli kwamba chanzo cha magonjwa yote kilitokana na tukio la kuanguka katika bustani ya Edeni katika Mwanzo wa 3. Lakini kwa sababu kuna watu wanaotumia vibaya na kukosa jambo hili, ukisema bila masharti kwamba ugonjwa ni kupagawa na pepo, utaelewa vibaya. Kwa hivyo ni lazima tupime vizuri, tupate utambuzi vizuri. Ni lazima tupime vizuri ndani ya darabang. Darabang haina lengo lake kuu katika kuponya. Injili ndio kusudi ya darabang. Kilichohitajika kwa yule ombaomba aliyekuwa ameketi mlangoni mwa hekalu, paitapo kizuri sio sarafu kama sudi kuu, bali kusimama, ndicho kilikuwa hitaji la kweli kwa wakati yule. Hata hivyo, kusimama sio kusudi la mwisho ya yule kiwete. Badala yake, kusudi ni yeye kusimama na kukimbia kwa miguu yake mwenyewe ndani ya hekalu na kumtukuza Mungu. Kwa maneno mengine, kusudi ni kutukuza utukufu wa Mungu kupitia Injili.
kusudi ni kupokea wokovu, ambapo hatima ya mtu inabadilika kwa kusikia Injili. Mchungaji maarufu kutoka Korea alienda Afrika kufanya mkutano, na alipoomba Kikwete viwete walisimama na miujiza ilitokea. Hivyo watu waliokusanyika kwenye mkutano walifurahi sana. Lakini baada ya mchungaji huyo kurudi Korea, watu wanaoabudu pepo huko Afrika walisema wao pia wataonyesha miujiza, na wakamfanya kiwete asimame. Kwa sababu hiyo, watu walianza kufikiri kwamba ingawa tunamwamini Mungu kanisani, hakuna tofauti kubwa na pepo tunaoabudu. Kusudi ni kuokolewa kupitia Injili, lakini wakati lengo linapoweka kwenye kuponya pekee, watu wanachanganyikiwa kuhusu Injili sahihi. Nini yote pepo nao wana nguvu? Je, waganga wa kienyeji hawana nguvu? Kwa hivyo tunaweza kujifunza nini kutokana na hili? Ponya pekee sio kusudi la kanisa na Injili. Jambo la muhimu zaidi kuliko kuponya ni kusikia Injili sahihi na kuokolewa. Ikiwa umeokolewa, ugonjwa usiotibika unaweza kuponywa. Hata hivyo, ponya ni neema tupu ya Mungu. Kwa hiyo je, yule kiwete atasimama au la? Mungu anajua hilo vyema zaidi. Kwa hiyo ikiwa tutahubiri Injili kwa usahihi, kila kitu kinachotokea baada ya hapo kiko mikononi mwa Mungu. Tukio la kikwete aliyekuwa ameketi mlangoni mwa hekalu paitapo kizuri kusimama halikutokea tu hivi hivi, bali ilikuwa ni ratiba ya wakati wa utimilifu wa ahadi ya Mungu, yani neno lake. Katika Mwanzo wa 3:15 inasema, uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Na huu ulikuwa wakati ambapo neno hilo lilitimia. Kwa hivyo hili si jambo la kawaida. Injili hiyo si injili rahisi, bali ni wakati ambapo unabii wote wa Agano la Kale unatimia. Basi tatizo ni nini kwa mtu huyu aliyeokolewa? Mungu anajua hilo vyema zaidi. Mtu aliyeokolewa anapaswa kutibiwaje? Mungu anajua hilo vyema zaidi. Mungu anafanya kazi kulingana na ratiba yake ya wakati. Kwa hiyo ingawa lazima kuwe na ponya, kusudi sio tu kufanya ponya pekee. Bila shaka sio mapenzi ya Mungu kwa mtu kuendelea kuuma.
Magonjwa lazima yaponiwe, lakini ni lazima tujue kwamba kusudi letu sio kuponya la ugonjwa. Kusudi letu ni wokovu kupitia Injili. Ikiwa mhusika bado hajaokolewa, samahani kusema, lakini ni bora aendelee kuumwa. Kwa hiyo kuumwa sio tatizo, lakini kutoelewa ndio tatizo kubwa. Kutoelewa ndio tatizo kubwa sana. Hatupaswi kuponya tu mtu mwenye ugonjwa bila masharti, bali huku tukimsaidia vizuri kwa ponya, ni lazima tujulishe ukweli wote kuhusu Injili ya Mungu, kwa sababu wale wanaouma wote ni dhaifu, na wale wanaouma wote ni wanyenyekevu. Karibu wote wamefungua milango ya moyo wao. Hivyo ni fursa bora zaidi ya kufikisha ukweli wa Injili. Yesu aliponya ugonjwa huko akihubiri Injili, na mitume na washiriki wa kanisa la kwanza pia walifanya ponya na uhubiri wa Injili kwa pamoja. Yesu alipowatuma wanafunzi wake kwenye uwanja wa uinjilisti, aliwapa ahadi ya uhakika. Katika Marko wa 16 mstari 15 hadi 20 inasema, ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, yani kuwaweka huru wale waliokamata na pepo kwa kutumia Injili. Watasema kwa lugha mpya, yani maandalizi ya lugha mbalimbali kwa ajili ya kuhubiri Injili kwa mataifa mengi ni muhimu. Watashika nyoka, yani kupunga nguvu za giza kila mahali wanapoenda. Hata wakiniwa kitu cha kupisha hakitawadhuru kabisa, yani Mungu atatatua matatizo ya riziki. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya, yani ikiwa ni lazima kwa ajili ya Injili, atatoa ushahidi wa ponya. Neno hili ni neno litakalopata uzoefu pindi mtakapoenda uwandani wa kuinjilisha. Somo kuu. Kwanza, kuna ahadi za ponya katika Biblia. Katika Marko wa 6 mstari 56 inasema, wote waliomgusa wakapona. Moja wa Korintho wa 15 mstari 45 hadi 46, kama ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa kiumbe chenye uzima. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha, lakini hautangulii ule wa rohoni, bali ule wa mwili, baadaye huja ule wa rohoni.
Mathayo 8:17, mwenyewe alituwata udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Isaya 53:5, na kuwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ahadi inasema. 3 Yohana 1:2, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Pili, mbinu zisizo sahihi za ponya. Mbinu ya kwanza isiyo sahihi ya ponya ni kutotibu ugonjwa wa roho. Ponya la kweli lazima lianze kwa kutibu ugonjwa wa roho kwanza, lakini tatizo ni kujaribu kutibu ugonjwa wa mwili pekee mara kwa mara. Lengo la Mungu si hilo. Ponya la kweli lazima lifanye ponya la kiroho kwanza. Kwa maneno mengine, lazima ukutane na Mungu kwanza. Wakati unapompokea Yesu kama Mwokozi, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Unapoliita jina la Yesu, Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa nguvu. Majibu yanapatikana na ujazo. Unajaza Roho Mtakatifu unapojua nguvu ya Yesu. Bwana alisema kwamba alibeba si dhambi zetu tu, bali pia magonjwa yetu. Mbinu ya pili isiyo sahihi ya ponya ni kujaribu kutibu ugonjwa wa mwili pekee bila kutibu ugonjwa wa moyo kwanza. Kwa sababu chanzo cha ugonjwa wa mwili ni ugonjwa wa moyo. Kutibu ugonjwa wa mwili pekee bila kutibu ugonjwa wa moyo ni matibabu ya nje tu. Ili kutibu ugonjwa wa moyo, imani lazima iwepo. Baada ya kumpokea Yesu kama Mwokozi, bila shaka Roho Mtakatifu yuko ndani ya mtu huyo. Tangu wakati huo, imani inapaswa kuanza ili kutibu ugonjwa wa moyo. Mbinu ya tatu isiyo sahihi ya ponya ni kutegemea madaktari na dawa pekee. Ni ponya lisilo sahihi kukazia fikra matibabu ya nje kupitia madaktari au dawa bila kujua kwamba kuna matatizo ya kiroho. Daktari hajui magonjwa yote. Hata yeye hajui matatizo ya kiroho. Hakuna dawa inayoponya magonjwa yote. Mbinu ya nne isiyo sahihi ya ponya ni kutegemea ushirikana na kadhalika. Kwamba mbinu ya kidini inakuwa sababu ya kuzidisha ugonjwa zaidi.
Ni kosa kwenda kanisani ili tu kupata ponya bila kujua baraka ya Injili na wokovu. Kanisa na wachungaji hawapaswi kutumia vibaya jambo hili. Tatu, hebu tupime, tuchambue chanzo cha ugonjwa. Kwanza kuna magonjwa ya kifiziolojia. Kuna pia magonjwa ya uchovu mingi na uzee. Sio tatizo kubwa, lakini ibilisi anaweza kupata nafasi kupitia magonjwa haya baadaye. Magonjwa ambayo daktari hawezi kuyatibu lazima yapatiwe ponya la kiroho. Mwanzo wa 48 mstari 1 na mstari 10. Kuna pia magonjwa yanayotokana na makosa. Kuna magonjwa kutokana na ajali, magonjwa kutokana na pombe, makosa na ulaivu. Katika Hosea wa 7 mstari 5 inasema, katika siku ya ufalme wetu wakuu walijifanya kuwa wagonjwa kwa joto la divai. Yeye alinyosha mkono wake pamoja na wenye dhihaka. Kuna magonjwa yenye mapenzi ya Mungu. Pili Wakorintho wa 12 mstari 7. Na kwa ajili ya wingi wa mafunuo hayo, ili nisipate kujivuna kupitia kiasi, nalipewa miiba katika mwili, ujumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupitia kiasi. Kazi kubwa sana ya ponya na uinjilisti ya Mungu ilitokea kwa Paulo. Ulikuwa ni ugonjwa ambao Mungu alimpa Paulo ili asije akajivuna. Inasemekana kwamba Mungu alimpa Paulo miiba katika mwili, yani ugonjwa, ili kuzuia kazi ya Mungu isionekana kama ni uwezo wake mwenyewe na kumfanya awe na kiburi. Kwa maneno mengine, kwa kuangalia ugonjwa katika mwili wake mwenyewe, alipaniwa kutambua na kumbuka kwamba hata akiponya watu wengi, haikuwa kwa uwezo wake. Hivyo Paulo aliyedhihirisha nguvu nyingi za Mungu, mwishowe alifanywa kuwa mnyenyekevu. Danieli wa 8 mstari 27, na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadhaa wa kadhaa. Kisha nikaondoka, nikatenda kazi za ufalme, nami
staajabia ili onjoji, wala hapakuwa na mtu wa kuielewa. Inasemekana kwamba Danieli alizimia na kuugua kwa siku kadhaa alipokuwa akitambua maono na mapenzi ya Mungu. Kupitia jambo hili, Danieli alipaniwa kutambua kwamba kuelewa maono haikuwa kwa uwezo wake, bali kwa neema ya Mungu. Kuna ugonjwa unatokana na dhambi. Sababu hizi tatu zilizotajwa katika Biblia ni muhimu sana na ni magonjwa ambayo hayawezi kutibiwa kwa mbinu za kibinadamu. Haya ni magonjwa ambayo lazima yapate matibabu ya kiroho. Ugonjwa kutokana na dhambi ya asili. Huu ni ugonjwa ulilolaaniwa ambao wanadamu wote wanazaliwa nao baada ya kuanguka kwa Adamu na Hawa, yaani ugonjwa wa asili. Mwanzo wa 3:16 hadi 19. Kwa sababu roho iko katika hali ya kulaaniwa, ponya linakuwa haliwezekani. Matibabu ya muda yanawezekana, lakini matibabu ya kimsingi hayawezekani. Ugonjwa kutokana na dhambi ya mababu. Haya ni ugonjwa unaopata uzao wa wale waliofanya ibada ya sanamu sana. Ibada ya sanamu ni ugonjwa unaopika hadi kizazi cha 3 na cha 4. Jina lake halijulikani na unadhihirika kama ugonjwa usiotibika katika sayansi ya matibabu. Pili Samueli wa 12:15, naye Nathani akaenda zake nyumbani kwake. Bwana akampiga yule mtoto aliyemjalia Daudi mkewe Uria, akawa hawezi sana. Mtoto alizaliwa akifa kwa sababu ya dhambi ya Daudi. Ugonjwa kutokana na dhambi ya kujitakia ya kibinafsi. Pili Wafalme wa 5:27. Basi ukoma wa Naamani utasikamana nawe na uzao wako hata milele. Naye akatoka Gehazi mbele yake. Amekuwa mwenye ukoma mweupe kama theluji. Ukoma wa Naamani ulimwambukia Gehazi kwa sababu ya dhambi yake ya kusema uongo. Pili Mambo ya Nyakati wa 21:12 hadi 19. Kisha ikamfikia barua kutoka kwa Eliya nabii kusema, Bwana Mungu wa Daudi baba yako
asema hivi, kwa kuwa hukuenda katika njia ya Yehoshafati baba yako, wala katika njia ya Asa mfalme wa Yuda, lakini umeenda katika njia ya wafalme wa Israeli na wafanya Yuda na wakao Yerusalemu kufanya washerati kama washerati wa nyumba ya Ahabu. Nawe pia umewaua ndugu zako wa nyumba ya baba yako, waliokuwa bora kuliko wewe. Angalia, Bwana atawapiga watu wako pigo kuu, na watoto wako na wake zako na mali yako yote. Nawe utaugua ugonjwa mingi, ugonjwa wa matumbo yako, hata matumbo yako yatokee kwa sababu ya ugonjwa yule siku kwa siku. Na baada ya hayo yote, Bwana akampiga matumbo yake kwa ugonjwa usioponyeka. Ikawa baada ya siku nyingi, hata mwisho wa miaka 2, matumbo yake yakatoka kwa sababu ya ugonjwa wake. Akafa kwa maumivu makuu, wala watu wake hawakumpania moto kama moto wa baba zake. Mfalme Yehoramu alikufa kwa janga la matumbo yake kutoka nje kwa sababu ya dhambi yake ya ibada ya sanamu. 1 Wakorintho 5:5, kumtoa mtu huyo kwa shetani ili mwili ule uweze kuangamizwa na roho iokolewe katika siku ya Bwana. Kwa muumini aliyekumbwa na dhambi ya usererati, Mungu alipiga uhai wake ili mwili upe mapema kama janga. Ugonjwa uletao na Ibilisi. Sifa zake ni jina la ugonjwa, kutojulikana na maumivu ya kichwa yasiyo na sababu, sauti kusikika kichwani, hauponi huku ukionyesha mabadiliko ya ghafla. Mtu anayetenda kwa sababu akili yake imekamata na Ibilisi. Mtu aliyepagawa na jeshi la pepo. Marko 5:3-9, naye alikuwa akikaa ndani ya makaburi, wala hakuna mtu aliyeweza kumpunga tena, hata kwa minyonyoro, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyonyoro. Akaikata ile minyonyoro na kujivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote, usiku na mchana, alikuwa katika makaburi na milimani, akipiga kelele na kujikata kwa mawe. Na alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio,
akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Nataka kuapisha kwa Mungu, usinitese, kwa sababu amemwambia, toka katika mtu huyo, ewe pepo mchafu. Akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa sababu tuko wengi. Ikiwa moyo wa mtu aliyeokolewa haupani upya na unaishi akifuata uongo na desturi za zamani na akikasirika, Ibilisi atapata nafasi katika moyo wake. Ikiwa utaruhusu Ibilisi kuendelea kupata nafasi moyoni, neema itakatika na magonjwa ya moyo na matatizo ya kiakili yatatokea. Waefeso wa 4 mstari 23 hadi 27. Mpaniwe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Basi upueni uongo, mkasema kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo kila mmoja kwa mwenzake. Mkashirike wala msitende dhambi. Jua isichewe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe Ibilisi nafasi. Ibilisi pia huleta ugonjwa katika mwili. Mishipa ya fahamu inakandamizwa na Ibilisi. Mtu anakuwa bubu, amepindika au amepoja. Aliyefungwa na shetani anaweza pia kusababisha majeraha mabaya. Ayubu wa 2 mstari 7. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu kwa majibu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Marko wa 9 mstari 17. Mmoja katika ule mkutano akamjibu, Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu. Luka wa 13 mstari 10 hadi 11. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa ugonjwa muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kabisa kujinyosha. Luka wa 13 mstari 16. Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amefunga miaka 18, hii haimpasa kupunguliwa kifungo hiki siku ya Sabato?
ni rahisi kwa shetani kufanya kazi katika mazingira ya ukiwa na magomvi. Mathayo wa 12 mstari 25 hadi 28. Yesu akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliopitinika juu ya nafsi yake hufanikiwa ukiwa, wala mji wowote ama nyumba yoyote iliyopitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amepitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje basi? Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli wana wenu kuwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Nne, mbinu za ponya. Wiki ijayo tutaendelea na mafunzo na ujumbe kuhusu ponya. Wiki ijayo, mambo ya nne ya kukupa kipaumbele wakati wa kutibu katika darakban. Kwanza, umsaidie kumpokea Yesu kwa Mwokozi. Fanya ponya la roho kwanza. Kwa mtu mwenye ugonjwa kwanza kabisa ni fursa kwa roho yake kuokolewa. Ni fursa ya kutambua nguvu za Mungu. Elezea hali sita za asiye kuwa na wokovu, yani asiye amini. Elezea hali inayobadilika baada ya kuokolewa hadi na mamlaka ya mtoto wa Mungu. Mfanye apokee Yesu waziwazi wakati anaposikia, anapotambua na anapoamini Injili. Umjulishe atupe sanamu zote zilizo nyumbani kwake. Sababu umsaidie kuondoa sanamu zinazoonekana kwanza. Kwa sababu kuweka imani katika sanamu zinazoonekana ni kuabudu pepo. Ni kuomba ili pepo wafanye kazi kwa ukamilifu. Mfanye aache mahangaiko, wasiwasi na kutokuamini moyoni mwake. Mtu anayempokea Yesu lazima atibu moyo na roho au hisia zake. Katika hali nyingi, kabla ya mwili kuugua, ugonjwa wa kiakili hutokea kwanza. Wakati neno la Mungu aliye hai linapoingia katika roho na moyo, na ponya hutokea. Matibabu ya mwili ni jambo la mwisho kabisa. Ikiwa utasisitiza matibabu ya mwili kwanza, ni rahisi kengeuka kutoka kwenye asili ya Injili na ponya.
Ikiwa utasisitiza matibabu ya mwili, kwanza ni rahisi kukengeuka kutoka kwenye asili ya Injili na ponya. Ikiwa utatibu kwa mpangilio uliotaja hapo juu, ugonjwa utaponiwa mara moja. Ukipata ponya kwa njia hili, utaokolewa kwa hakika na kuwa mwinjilisti anayeokoa watu wengine. Tuombe pamoja. Mungu, tunakushukuru. Katika enzi hii ya magonjwa, tufanye huu kuwa wakati wa kutambua chanjo sahihi na jibu la ugonjwa. Kabla ya kupata ponya la mwili, fanya ponya la kiroho litokee kwanza, ambapo roho inaokolewa na hatima inabadilika kutoka mtoto wa Ibilisi kuwa mtoto wa Mungu. Kabla ya wanaponya wasioamini, tufanye sisi kwanza tupate ponya la matatizo ya kiroho ya muda mrefu na chapa za hali ya asiamini. Mungu, kupitia baraka za kuwa tumeokolewa, tufanye sisi kwanza tusimame kama mashahidi tunaowaambia watu wote tunaokutana nao kuhusu mwanzo sahihi na chanjo na jibu la ugonjwa. Hivyo tusaidie tujulishe kwamba ugonjwa si laana, bali ni mwanzo muhimu zaidi wa kukutana na Mungu. Wakati huu, ukiamini kwamba magonjwa yote ya mwanadamu yanaweza kutatuliwa tu kupitia Kristo, fanya hali yetu ya kiroho na imani yetu huishe. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo.